Mchina huyu bado ameendelea na mambo yake mengi sana, hasa katika swala zima la ulinzi. Kama unaweza kumuona hapa ni bwana Xi Jinping, ambaye yeye huyu ilikuwa ni kwenye uzinduzi wa hizi aircraft carrier, inaitwa Fujian aircraft carrier, ambazo kazi yake kubwa ni kubeba ndege za kivita, lakini na kuweka vikosi vya kijeshi. Sasa hizi zinakuwa ni kubwa zaidi. Ndugu zangu, mnakumbuka sio siku nyingi sana bado tunarejelea na kurudilia, kwa sababu ulimwengu wa magharibi ulikuwa underestimate Mchina. Wakadhani Mchina ni ule wa miaka ya zamani. Lakini alipokuja kuonyesha gwaride na madude alionayo, kwa sababu Wachina wao, kumbuka, huwa hawaongei kama watu wa magharibi. Na watu wa magharibi wao ni watu ambao wanaongea. Yani kidogo tuasikia wanaiki. Lakini Mchina yeye hata hajataka kuingizwa kwenye listi ya mataifa yanayoendelea. Nadhani atakubali kuanza kuongea hivyo baada ya kuwa amefutilia umasikini mbali kabisa kwa wananchi wake wote na raia wake wote. Lakini angalia, kwa sababu watu wako bize, wanafanya kazi usiku na mchana, na teknolojia ya hali ya juu, wana science wa hali ya juu wako China, na kila kitu cha hali ya juu kiko China. Kwa China ya leo unavyoiona sio ile China ya zamani. Sasa kumesemekana au rada zimeona vile ambavyo Mchina amekuwa anajenga maeneo mbalimbali, na haya maeneo ni ya kutengeneza makombora. Na Mchina huyu sasa yuko kote, yuko ardhini, yuko majini, yuko angani, anaenda mbali zaidi mpaka kwenye anga za juu. Mchinese huyu, na ninadhani kama kumbukumbu zangu ziko sawa, wanasema ni nchi ya kwanza kwenda kwenye sayari zingine, yani chombo chao kilienda alafu kilishuka kikatua kawaida kama ndege inavyotua. Kwa sababu nakumbuka mataifa mengine uwaga vikienda, yani wakati wa kurudi inakuwa ni mshike, ni mbilinge. Yani wakati wa kurudi hivyo vyombo hawakuta tulia huko baharini, yani inakuwa ni shida. Lakini wao wanasema chombo chao kilienda alafu kikarudi na kikatua kama ndege tu inavyotua hivi chini. Huyo ndiye Mchina. Sasa amekuwa akifanya maendeleo zaidi, au ameadvance zaidi kwenye swala hili ambalo ni swala la kijeshi, kwa sababu au tunasema kiteknolojia. Na kama unavyojua Mchina, the way ambavyo ameadvance sana kwenye masuala haya, inaonekana Mchina ametoka, maana alikuwa na sera ya kuilinda China, lakini tunaona ametoka sasa kutoka kuwa na sera ya kuilinda China na sera ya kupanuka zaidi sasa kijeshi, na zaidi sana anayemlenga Mchina huyu, hasimu wake mkubwa bado ni Marekani tu. Hatengenezi yale madude si kwa ajili ya nani na nani. Bado hasimu wake mkubwa ni Marekani. Na Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya najua kabisa kuwa yenyewe yako pale kwenye kile kisiwa cha Taiwan. Maana Taiwan ni washirika wao. Kwa wako pale, na tunakumbuka kipindi cha utawala wa Joe Biden, unakumbuka watu wa Ulaya pamoja na Marekani wakapeleka pale na aircraft carrier, wakapeleka madege hapo Taiwan, wakapeleka meli vita hapo Taiwan, wakapeleka manyambizi hapo Taiwan. Yani hiyo yote ilikuwa ni kumpa ujumbe Mchina kuwa jaribu kugusa hapa uone Mchina basi naye ni nani. Na niliripoti hapa wakati fulani kuwa Mchina alikuwa anasema, yani kulikuwa na taarifa kuwa Urusi anamfundisha Mchina ni namna gani ya kuivamia Taiwan bila wa Taiwan wenyewe kuweza kujua, kwa kutumia maparachuti. Kwa sababu Urusi yuko vitani na ana uzoefu wa vita. Kumbuka watu Urusi anaokabiliana nao Ukraine ndio watu ambao China ataenda kukabiliana nao Taiwan. Endapo akiamua sasa kuwa sasa nimeamua kulianzisha, ataenda kukabiliana nao Taiwan. Kwa maana yake Urusi wamewasoma hawa watu, si watu wa magharibi hawa bwana. Wamewasoma watu wa magharibi na mbinu zao za kijeshi wamezisoma vizuri sana. Kwa ndio bana hawa watu ndio ambao wataenda kukabiliana nao ndani ya Taiwan.
Ndio maana sasa Urusi anapomfundisha Mchina mbinu za kukabiliana na watu wa magharibi, maanake unatakiwa uelewe kwa namna hiyo. Sasa sifa za hii aircraft carrier wanasema kwanza ni kubwa mara mbili kuliko hizi aircraft carrier za wa Marekani. Marekani wanazo aircraft carrier, wenyewe waga wanazipa majina ya marais wale wa zamani. Utakuta ni USS Harry Truman aircraft carrier. Unaweza ukakuta labda ni George Washington, USS George Washington aircraft carrier hivyo. Lakini wao wa China hii wameipa jina la Fujian aircraft carrier. Umeona, ambayo yenyewe sasa uwezo kwanza ni mkubwa mpaka wa kubeba madege makubwa tofauti na za Marekani. Na wanasema hivi, wakati ambapo Marekani ana uwezo wa kutengeneza hiyo aircraft carrier 2 kwa mwaka mzima, Mchina anatengeneza 8 mpaka 10 kwa mwezi mmoja. Unaweza kuona hiyo production namna ilivyo. Manake kikubwa zaidi wanachokidai ni kwamba inaonekana kuwa China sasa anataka kuyamiliki maji ya hii kitu inajulikana kama Indo-Pacific. Hiyo Asia yote Mchina ndio awe babalao. Yaani amiliki hayo maji ya hiyo bahari ya Pacific kwa ajili ya kukabiliana na hatari zozote za vyombo vya majini vya watu wa magharibi. Tukiongelea watu wa magharibi na mlenga zaidi Marekani. Kwa ndio maana Mchina yuko pale. Na kama Mchina yuko pale, manake hilo ndivyo linavyokuwa. Kwa hiyo watu wa magharibi sasa bado tu wanajiuliza haya mambo yatakuwaje, au hili jambo litakaa namna gani, au itakuwa vipi. Ndio maana umekuta mpaka wataalamu sasa na wachambuzi wa kijeshi wa masuala ya kijeshi wa magharibi wamekuja sasa tena na nyingine, wanadai kuwa gwaride ni kitu kimoja lakini vita ni kitu kingine. Wakisema China hajawahi kupigana vita tangu mwaka 1979. Anawezaje leo kupigana? Kwa sababu lile ni gwaride tu. Okay, ni maneno waliyasema hata wakati tunakumbuka wakati ule ambapo Kim Jong-un alipompa askari Vladimir Putin kwa ajili ya kusaidia ukombozi wa Kursk. Mnakumbuka vizuri sana. Mtakumbuka wakati anasaidia ule ukombozi kule, pia watu wa magharibi waliongea pia, wakasema kuwa Korea Kaskazini haiko vitani, haijawahi kupigana vita. Je, inawezaje kuingia vitani? Lakini swali naomba tuulizane, je, wale askari wa Korea Kaskazini hawajaikomboa Kursk au wameikomboa? Kifupi ni kuwa wameikomboa, hata kama kuna baadhi ambao wamekufa, lakini wameikomboa Kursk. Kwa maana yake ukisema kuwa hawajawahi kupigana vita ni propaganda tu hizi bibi naita za watu wa magharibi. Uwezo kusema hawajawahi kupigana vita, hao kivipi? Yaani hawajawahi kwa hiyo nadhani ndugu zangu ni hilo mnalielewa hasa nikiongea hivyo. Kwa hiyo bado Mchina ndiye anaonekana kuongoza. Midude alionayo, mitambo alionayo ni zaidi ya ile mitambo ambayo wa Marekani wanayo. Na kama kawaida ya Mchina, ufanisi ni wa hali ya juu, alafu production iko cheap. Tofauti na Marekani. Ndio maana naambiwa Marekani kutengeneza hayo aircraft carrier kwa mwaka wanaweza kutengeneza 2 tu. Lakini Mchina anakufiatulia kuanzia 8 mpaka 10 kwa mwezi mmoja. Kwa maana kuwa, maana China si watu ni wengi. Kwa hiyo kuna ile tunaita cheap labor. Wafanyakazi ambao wanalipwa mshahara kidogo. Kwa kazi itaenda kwa speed sana. Na kama unavyojua Wachina wanafanyaga kazi masaa 12. Yaani kiingia saa 3 asubuhi ni mpaka saa 3 usiku kutoka. Tofauti sasa na mataifa mengine. Kwa ndio mambo namna yalivyo. Asanteni sana. Wanakuwa Mwafrika, tunaendelea kuwashukuru kuendelea kutufuatilia hapa.